Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2025. Mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Hii ni mwezi wa Disemba. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya ulinzi wako na neema yako. Asante kwa ajili ya siku ya leo ambapo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja tena miguuni pako kujifunza utukufu wako. Tubariki, tutakase na ukasikie kuomba kwetu. Kila mmoja wetu anapolisema hitaji la moyo wake, ukamsikie na ukamtendee sana mapenzi yako. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema masomo kutoka kwa watu wa kabla ya gharika. Hii ni Disemba 23. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Yuda aya ya 20 na 21. Imeandikwa, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. Tazama picha ambayo ulimwengu unaionesha leo. Udanganyifu, ulaghai, kufilisika, vurugu na umwagaji wa damu upo kila mahali. Wajane na yatima wananyang'anywa mali zao zote. Michezo, mashindano ya mbio za farasi na burudani za kila namna zimeteka akili za watu. Ndani ya kanisa, dhambi imekuwa ni mtindo wa maisha. Dhambi zinafunikwa na kutolewa udhuru. Nguvu ya ushirika imekabidhiwa kwa watu ambao huleta nadharia na mawazo ya uongo. Hivyo utambuzi wa hisia vimehafifishwa kuhusiana na kile kilicho kanuni sahihi. Dhamiri zinashindwa kutambua masharti na maonyo yanayotolewa. Nuru itolewayo ikitoa wito wa toba umefunikwa na wingu zito la kutokuamini na upinzani unaoletwa na mipango na uvumbuzi wa mwanadamu. Wakazi wa ulimwengu wa kabla ya gharika walipewa onyo kabla ya anguko lao, lakini onyo hilo halikuzingatiwa. Walikataa kusikiliza maneno ya Nuhu, walidhihaki ujumbe wake. Watu wenye haki waliishi katika kizazi kile kabla ya uharibifu wa ulimwengu na kabla ya gharika. Henoko alitoa ushuhuda kwa uthabiti, na katika maono ya unabii aliona hali ya ulimwengu wa wakati ujao. Alisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu elfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote wasiomcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Watu hawa ni wenye kunung'unika, wenye kulalamika, waendao kwa tamaa zao, na vinywa vyao vyanena maneno makuu mno ya kiburi, wakipendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Yuda aliacha ushuhuda kwa waaminio, bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba waliwaambia kuwa wakati wa mwisho watakuwepo watu wenye kudhihaki, wazifuatao tamaa zao wenyewe za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu wasio na roho. Yuda aya 15 hadi 19. The Review and Herald, Novemba 1 mwaka 1906. Mungu aliamua kuusafisha ulimwengu kwa gharika, lakini kwa rehema na upendo aliupa ulimwengu wa kabla ya gharika sehemu ya miaka 120. Katika wakati huu, wakati safina ikijengwa, sauti ya Nuhu, Methusela na wengine wengi ilisikika ikionya
na kusihi, na kila nyundo iliyogonga juu ya gharika ilikuwa ni ujumbe wa onyo. Hubiri lililotolewa na Enoko na kuhamishwa kwake kwenda mbinguni ilikuwa ni hoja ya usadikisho kwa wenye uhai wote walioishi wakati wa Henoko. Ilikuwa ni hoja ambayo Methusela na Nuhu wangeweza kuitumia ili kuonesha kuwa wenye haki wangeweza kuhamishwa. The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, gombo la kwanza, ukurasa wa 1088. Huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Somo lilosema masomo kutoka kwa watu wa kabla ya gharika. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponi andama. Ikiambaisha pasi utulivu, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, 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 mwamba imara, tajificha kwako. kwako tu Yesu.